umefikia umri wa kuanza kujitegemea mwenyewe, unatoka unaenda kumdhulumu mali zake, ambazo zile mali yeye alifanya kazi ili wewe kukulea na kukukuza ili uweze kuendelea na maisha, lakini wewe unaenda kumdhulumu. Niwaombe wazee wangu, serikali yenu sikivu. Serikali yenu ina vyombo mbalimbali za sheria. Mzee yoyote yule ambaye atapata changamoto ya kudhulumiwa kitu chochote katika maisha yake, basi mfike katika vyombo vya sheria. Lakini tuna mabanda yetu ya ushauri ambaye yapo mambo ya kisheria, yanatoa elimu ya sheria ambazo nyinyi mkipata changamoto wanaweza kukusaidia na kukushikeni mikono mkaweza kupata haki zenu. Kwa hivyo tunaambiwa tuwe wawazi, tusikae tukawa na misongo ya mawazo ikatuumiza moyo na ikatufanya tushindwe kuendelea na maisha. Kwa hivyo wazee wangu, nakuombeni sana, mama yenu, rais wenu anawapenda sana na anawajali sana, na ndio maana hii wizara Kayuna ina mambo mengi ya kuwasaidia nyinyi. Kwa hivyo tumieni fursa ambazo zipo katika nchi yenu ili muweze kuishi kwa amani na furaha. Kwa hivyo wazee wangu, tuzitumie fursa za serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan, serikali sikivu, serikali yenye amani na serikali yenye utulivu. Ni muhimu sote kutambua kuwa ukatili haukubaliki. Makundi yote katika jamii zetu, hivyo ni muhimu kila mmoja wetu akawa balozi mwema kwa mwenzio. Tunaambiwa mtoto wa mwenzio ni wako. Kwa hivyo ulinzi na usalama uwe kwetu sote, na tukiweza kushirikiana katika haya, basi naamini vitendo hivi vya ukatili havitokuwepo katika nchi yetu. Ulinzi na mtoa taarifa mara unapoona vitendo vya ukatili dhidi ya wazee, kwani taarifa zinaonyesha kuwa vitendo vya ukatili dhidi yao hufanywa na ndugu pamoja na watu wa karibu wanaoishi, hususan wanafamilia au marafiki. Takwimu za mauaji ya vikongwe zinaonyesha kuwa 2022 jumla ya matukio 130 ya mauaji, wanaume 29 na wanawake 101 yalitolewa katika vituo vya polisi. Pia mwaka 2023 matukio hayo yaliongezeka hadi kufikia 152, wanaume 36 na wanawake 116. Aidha, mwaka 2024 matukio yalipungua na kufikia matukio 138. Kwa nini matukio yamepungua? Kwa sababu wizara kupitia maafisa wetu wa ustawi wa jamii tumeanza kutoa elimu kila pahali katika nchi yetu, katika nchi hii, mikoa yote 26 pamoja na wilaya zake, ili kuona kwamba wanapata zile fursa na kusikia nini serikali yao na vipi serikali yao inawajali. Hadi ndio tumefikia matukio ya ukatili yanaanza kupungua. Tukijaribu kuangalia chimbuko kidogo la maadhimisho ya siku hii ya leo ya kupinga ukatili wa duniani, Mheshimiwa mgeni rasmi, ukatili dhidi ya wazee ni janga ambalo limekuwa likitafuna jamii yetu kwa miaka mingi sana. Kupitia mtandao wa kimataifa wa kuzuia unyanyasaji wa wazee ambayo ni PEA wa mwaka 2006 pamoja na Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa lilipitisha azimio maalum ambayo ilikuwa ni namba A/RES/66/127 ambayo ulipitishwa mwaka 2011, na hii ilikuwa ni kama sehemu ya kukabiliana na janga hili, na hapo ndio ilizaliwa siku kama ya leo ya kupinga ukatili kwa wazee duniani. Na sasa tunaadhimisha siku ya kuelimisha umma kuhusu ukatili dhidi ya wazee duniani kila tarehe 15 Juni. Unyanyasaji wa wazee unaweza ukawa wa aina mbalimbali kama ifuatavyo.
Unyanyasaji wa kwanza ni unyanyasaji wa kimwili. Wazee wetu wanapigwa, wanaonewa kwa sababu labda hawana nguvu na nini. Kwa hiyo tunaisema kwamba ni unyanyasaji wa kimwili. Pia kuna unyanyasaji mwingine wa kisaikolojia ama kihisia. Wazee wengi pia wanapata unyanyasaji wa kisaikolojia ama kihisia. Pia wazee wetu pia wanapata unyanyasaji wa kingono. Kuna kesi mbalimbali ziko mahakamani huko ambapo wazee wetu wamedhalilishwa. Pia kuna ukatili mwingine wa kifedha ama kiuchumi. Hapa pia kuna ile mikopo tunayoita mikopo ya kausha damu. Wazee wetu wamejikuta wameingia kwenye migogoro ya namna hiyo, na ule ni unyanyasaji kwa sababu watu wengine wanatumia kwa sababu ni wazee hawana nguvu, basi wanawapa hata mikopo ile ya kausha damu. Kwa hiyo kwangu mimi nasema mikopo ya kausha damu ni ukatili dhidi ya wazee. Pia wakati mabango yanapita hapa, nimeona kuna jambo moja ambalo nilikuwa sijalitambua sana kwamba ni ukatili, lakini walipopita hapa nimekuja kugundua kwamba ni ukatili. Wazee wengi wanaachiwa wajukuu kuwalea, alafu watoto wanaenda mijini kufanya kazi ama kujishughulisha na mambo mengine. Huo ni ukatili kwa wazee, kwa sababu wazee wanatakiwa wastaafu wakae nyumbani wale pensheni yao vizuri. Lakini unakuta sisi wasichana ama kina mama ambao tunakataa majukumu, tunaenda tunaachia wazazi wetu watoto ili wawalee, alafu sisi tuendelee na maisha mengine. Mimi nitoe wito kwenye jambo hilo kwamba kama dada ama mama haujawa tayari kuwa mama, basi usiwe mama. Kwa sababu mzazi wako amekulea wewe, sidhani kama ni sawa pia akulee wewe alee na watoto wako. Wosia ama maelekezo ambayo alitoa mkuu wa mkoa jana katika kongamano la wazee, akiwasisitiza wazee tupunguze sana kasumba ya kulea watoto wetu watu wazima. Falsafa ya maisha ni kwamba unazaliwa, unakuwa mtoto, unakuwa kijana, baadaye unakuwa mzee, na baadaye kwa vyovyote vile utaondoka hapa duniani. Umri wako wa uzee hakuna mahali ilipoandikwa wewe ukateseke. Yaani umri wa uzee unapaswa utunzwe, watoto wakutunze. Wewe nataka kusisitiza aliyosisitiza jana mkuu wa mkoa kwamba tujiwekee utaratibu mzuri wa kuwafundisha watoto. Na utaratibu mzuri, mtoto wako hata kama anasoma chuo, lazima umuulize unafanya shughuli gani. Akishajua tu mjini, anachojua ni kushusha suruali kwa mlegezo hapa hivi chini na kuanza kutembea kwa mikogo barabarani. Hana senti 5 mfukoni. Lakini tatizo ni nini? Tatizo tunalaumu vijana. Tunapolaumu vijana, tujiulize wazee tumeondaje? Sisi ndio tumewalea hawa vijana. Tumewasimamiaje? Kwa hiyo nadhani jana mkuu wa mkoa alizungumza na nyinyi kwa uzito sana juu ya swala hili, na nafahamu ni moja ya maeneo ambayo amekuwa akiyasisitiza sana.